Mungu anapotaka kutembea na mtu au Mungu anapotaka kufanya mahusiano na mtu, jambo la kwanza analolifanya waga anajitambulisha kwa huyo mtu. Yeye ni nani? Anajifunua kwa huyo mtu, yeye ni nani. Hatuwezi tukatembea na mtembeo wa Mungu, hatuwezi tukatumiwa na Mungu kama hatuna picha halisi ya huyo Mungu anayefanya kazi yetu ndani yetu. Kazi ndani yetu ni nani? Kwa jambo la kwanza, tokea Agano la Kale mpaka Agano Jipya, Mungu anajiintroduce, anajifunua, anajitambulisha kwa yule mtu anataka atembee naye au usiane naye. Biblia inasema kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3, anasema uzima wa milele. Yohana 17 mstari wa 3, uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Amesema Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa tunaposema Yesu Kristo ni Mungu, nataka unisikize kwa umakini sana. Kitu pekee ambacho shetani leo anaweza akakiruhusu kiendelee katika kanisa, anaweza kuwaruhusu watu wasifu na kuabudu, wamchezee Mungu. Anaweza hata akaruhusu watu wakaomba kwa masaa wanaotaka kuomba. Lakini kitu ambacho anachokipinga katika mwili wa Kristo ni watu kumjua Mungu wa pekee na wa kweli, Yesu Kristo. Hakuna, maandiko yanasema hakuna aliye kumuona Mungu ila mwana ndio amekuja kumfunua Mungu. Huduma ya Musa ilikuwa ni huduma ya malaika, alikuwa anakumbana na malaika katika wito wake. Hakuna ambaye aliye kumuona Mungu ila mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo shetani anachokipinga ni ile sura ya Mungu kupitia Yesu Kristo isiweze kufunuliwa ndani ya moyo wa muamini. Ndicho anachokipinga siku zote. Anazungumza, andika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 6. Anasema mungu wa dunia hii ni mungu ya small letter, ambao ni shetani. Kazi yake ni kupofusha, kutia upofu fikra, akili za watu zisiweze kuiona nuru ya Yesu Kristo ambayo inafunuliwa kupitia neno la Mungu. Hataki watu wamjue Mungu, kwa hiyo atazuia mafunuo ya Mungu yasifunuliwe ndani ya muamini. Wakati tunapambana na wachawi, washirikina, walozi, waganga, wakuu wa giza na roho chafu za giza, tunapaswa kutambua vita yetu halisi sio hao. Hao hawana nguvu, maana shetani mwenyewe anajua tumepewa mamlaka yote na uweza wote dhidi ya roho za nyoka na nge na kila nguvu ya yule adui. Luka sura ya 10 mstari wa 19. Anajua tumepewa hiyo mamlaka. Kwa hiyo anachotaka kufanya ni kutufanya sisi ile picha kamili ya elimu ya sura kamili ya ufunuo wa Mungu usifunuliwe, tusimjue kupitia Yesu Kristo. Ndio maana anasema, andika Wakorintho wa pili sura ya 10, Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Anasema vita yetu sio ya damu na nyama. Vita yetu ina uwezo, ipo kwenye ngome ya mawazo, ipo kwenye nafsi, ipo kwenye akili. Kwa ili shetani aweze kukuondolea wewe zile baraka zako na yale Mungu aliyokusudia katika hatima yako, au aweze kukuondoa katika nafasi kama alivyomuondoa Adamu wa kwanza katika uwepo wa Mungu bustani ya Eden, atahakikisha anafarakanisha akili yako isimtii Mungu wala isimsikie Mungu wala isimjue Mungu. Alifanyaje? Mtume Paulo anaandika katika kitabu cha Wakorintho, anasema shetani asije kuwafanya kama alivyomfanya Eva na Adamu katika bustani ya Eden kwa udanganyifu. Shetani anatenda mambo kwa hila, kwa udanganyifu. Anapotosha fikra na mitazamo ya watu ili wasione sura kamili ya Mungu.
Kwa sababu gani? Wakiona sura kamili ya Mungu na tabia ya Mungu, watakuwa kama Mungu. Wataongea, tutawaza, tutaenenda kama Mungu. Wokovu, nikasema wokovu ni jambo moja. Kupokea kipawa cha neema ya wokovu ndani yako ni jambo moja. Unamwamini Yesu Kristo na umesikia injili ya Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo alishafanya makao ndani ya mtu. Kuna kazi nyingine ya huyo mtu kuendelea kusikia, kukua na kukomaa katika maarifa, kuendelea kumjua yule ambaye amefanya makao ndani yake. Ndio hiyo level ya ukomavu, level ya ukuaji. Ndio level ya mabadiliko, kubadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Mungu katika Agano la Kale kwenye Mwanzo sura ya 6 alipotaka kutembea na kumtumia nabii Nuhu, alijifunua kwake yeye ni nani. Alijifunua kama yeye ni Elohim, yeye ni Yahweh. Kwenye Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza, wakati Mungu anatembea na Ibrahim, alijifunua kwake kama El Shaddai, ni Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu. Wakati fulani katika Agano Jipya, mara baada ya Yesu Kristo kuja, kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 3 hadi wa 5, Yesu Kristo anajifunua kwa Sauli aliyekuwa akielekea sehemu fulani kwa ajili ya kulitesa. Alikuwa katika assignment ya shetani ibilisi, kulitesa na kulikandamiza kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 3 hadi wa 5. Yesu Kristo anajifunua kwake kwa mwanga mkali. Anamuuliza, wewe ni nani Bwana? Anaambia, mimi ni Yesu unayeniudhi. Kwa hiyo Mungu akitaka amtumie mtu, Mungu akitaka atembee, ahusiane, awe na mahusiano na mtu, huaga anajiintroduce kwake, anajifunua kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati fulani Musa, malaika wa Mungu katika kijiti kisichoteketea kwa moto, kwenye Kutoka sura ya 3 mstari wa 14. Kutoka 3:14, Mungu alijifunua kwenye kile kijiti, kichaka kisichoteketea kwa moto. Akajifunua akaambia, waambie wana wa Israeli, mimi ni niko ambaye niko amenituma. Je, tunaposema Yesu Kristo ni Mungu tunamaanisha nini? Kile ambacho Mungu alichojifunua kwa Musa kwenye Kutoka sura ya 3 mstari wa 14 ndicho Yesu Kristo alichokuja kuwathibitishia Wayahudi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari ya 58. Andika Yohana 8 mstari wa 58. Yesu Kristo anazungumza na Wayahudi, anawaambia, mimi nilikuwepo kabla ya baba yenu Ibrahimu. Kabla ya baba yenu Ibrahimu kuzaliwa, mimi niko. Kwa lugha rahisi, alikuwa anawathibitishia yule Mungu alikuwa anazungumza na Musa kule kijiti kisichoteketea na moto, ndio mimi. Alikuwa anamwambia, mimi ndio Alfa, mimi ndio Omega, mimi ndio chanzo, mimi ndio mwisho. Tuko sawa sawa wapendwa? Yesu Kristo ni Mungu katika namna ya yeye ambaye ni Roho, yeye ambaye ni Neno. Yohana sura ya 1, andika Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 na ule mstari wa 14. Anasema, hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Mstari wa 3 anasema, pasipo yeye, pasipo huyo hakukifanyika jambo lolote lile. Mstari wa 14 Yohana sura ya 1 anasema, neno ambaye ni Mungu akauvaa mwili wa kibinadamu akaishi pamoja na sisi. Ndio Emmanuel aliyetabiriwa na aliyethibitika katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 23. Yesu Kristo ni Mungu 100% na ni mwanadamu 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo alikuwa anawaambia Wayahudi, yule Mungu wa baba zenu ndio mimi, yule Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ndio mimi.
Tofauti ya Mungu wa Agano la Kale na Mungu wa Agano Jipya iko hapa. Mungu wa Agano la Kale alikuwa hajafunuliwa, hakukuwa na ile total revelation, hakukuwa na ufunuo kamili wa Mungu. Ndio maana kuna wakati alikuwa anajifunua kama Mungu mponyaji, Jehova Rafa, El Shaddai, Mungu mwenye nguvu, Adonai, Jehova Jireh. Anajifunua kulingana na matukio alikuwa akiyafanya, na ni kwa sababu wakati na nyakati za yeye kuja katika mwili zilikuwa hazijafika bado. Yohana sura ya 1 mstari wa 18 anasema hakuna aliyemwona Mungu ila ni Yesu Kristo, ni mwana ndio amekuja kumfunua. Kwa hiyo tukitaka kuzijua tabia za Mungu na sura halisi ya Mungu, tunapaswa kumwangalia mwanadamu nani? Yesu Kristo. Wakati wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa wanaelekea kijiji fulani, wakaenda kuhubiri Injili. Nia yao ilikuwa ni nzuri tu, ni kwenda kuhubiri nini? Injili. Yesu akawatanguliza. Walipokuwa wanataka kuingia, Wayahudi wakawazuia wale wanafunzi wasiingie. Kwenye Luka sura ya 9 kuanzia mstari wa 49 mpaka 56. Walipozuiliwa, wakamwambia Yesu Kristo, kwa nini tusiite moto kama wakati wa Elia nabii, tuwateketeze hao watu wanazuia kusudi la Mungu? Yesu aliwaambiaje? Akawaambia, hamjui ni roho ya namna gani iliyoko wapi? Nyuma yenu. Ikimaanisha haikuwa mapenzi ya Mungu ya Elia, haikuwa na ulazima wa Elia kuita moto. Wokovu hautokani na nguvu ya matendo au ya mazingira ya kumlazimisha mtu kuwa na hofu ili amkiri Mungu. Tukihubiri habari za kuzimu, utachomwa moto, utakufa, tukihubiri habari za vitisho, tutajenga kanisa lenye hofu linalokuja kanisani sio kwa sababu limesikia habari njema za Yesu Kristo kwamba alifanyika kuwa dhambi na yote anayemwamini yuko mbali na dhambi. Sio kwamba yeye alifanyika kuwa laana na yote anayemwamini amekuwa mbali na laana. Tutatengeneza kanisa ambalo linakuja kanisani kumkiri Yesu Kristo kwa sababu linaogopa kuchomwa moto siku ya mwisho. Na ndio maana hata fununu za unyakuo zinapopita katika mitandao, wenye hofu sio watu ambao hawana Mungu huko duniani. Wenye hofu wengi ni watu ambao wapo kanisani. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hatujapata ile sura kamili ya Mungu na ile tabia Mungu hajaumbika ndani ya mioyo yetu. Yoyote yule mwenye Mungu na anayetembea na Mungu haogopi mwisho wa dunia, haogopi unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri. Tutaangalia sehemu 3 muhimu. Sehemu ya kwanza tutaangalia Yesu Kristo ni Mungu, yeye kama chanzo cha uumbaji. Tumeshaona pale kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 3 anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15 na wa 16 anasema Yesu Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika viumbe vyote viliumbwa, katika yeye viumbe vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi, usultani, mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake yeye na kwa ajili yake yeye. Yesu Kristo ndiyo chanzo cha uumbaji. Yeye ndio Alfa Omega. Yeye ndiye Mungu. Tofauti ni kwamba yeye aliye roho, yeye aliye Mungu, ili kumkomboa mwanadamu mwenye mwili, ilimpasa aje katika namna ya mwili wa damu na nyama, ili aweze kumwokoa mwanadamu mwenye mwili. Ndio akafanyika Mungu mwana. Na yule Mungu ambaye ni roho aliyeuvaa mwili, Yohana 1:14, akaja akawa ni Mungu mwana, akafanya tendo kamilifu la kidhabihu, akamkomboa mwanadamu, akaondoa ondoleo la dhambi, ili aweze kutabanako, kufanya makao, kuendelea kuishi ndani ya mioyo ya waamini. Ilibidi aondoke katika mwili wa utukufu, alafu aruhusu roho yake iweze kuja kufanya makao ndani yetu. Kuna mtu mmoja anaongea naye hapa jamani asubuhi ya leo. Sehemu ya pili tutakayoiangalia ni namna gani barua au
nyaraka za mitume kwa mtu mmoja mmoja na kwa makanisa tofauti, zilivyoweka wazi na kuthibitisha kuwa Yesu Kristo ni Mungu. Andika Warumi sura ya 9 mstari wa 5, inasema Yesu Kristo ni Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Ni Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Warumi 9 mstari wa 5. Kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 13 inasema Yesu Kristo ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Inamwita Yesu Kristo ni nani? Ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Waebrania sura ya 1 mstari wa 8 inathibitisha pia kwamba Yesu Kristo ni Mungu, na inasema kiti chake cha enzi ni cha milele, ni cha umilele. Lakini Mungu huyu ambaye ni Yesu Kristo aliyeuvaa mwili, nataka tumwangalie katika namna mbili au sura mbili. Namna ya kwanza, andika, ni namna ya mwana na namna ya baba, au ni namna ya baba aliyoko ndani ya nani? Ndani ya mwana. Anasema kwa kinywa chake mwenyewe Yesu Kristo alipokuwa katika mwili wa kibinadamu kwenye Yohana sura ya 10, Yohana sura ya 10 mstari wa 30, anasema mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba yangu tu umoja. Wakati mwingine kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14, nitakusomea Yohana 14 mstari wa 9 hadi wa 11. Wakati wanafunzi wa Yesu Kristo wanamuuliza maswali, tuoneshe Baba, Yesu Kristo akamwambia Filipo, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuoneshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu uzifanya kazi zake. Msinisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. La, hamsadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Paulo mtume anazungumza katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19. Anasema Baba alikuwa ndani ya mwana. Miaka 2000 iliyopita Baba aliposema mimi na Baba tu umoja, anamaanisha Baba alikuwa ndani ya nani? Ya mwana, akiupatanisha ulimwengu. Na ametupa neno la upatanisho, 1. 2, ametupa huduma ya upatanisho, na ametufanya kuwa ni mabalozi. Kwa hiyo Yesu Kristo aliposema kwenye Yohana sura ya 15, andika mstari wa 1 hadi wa 5. Yohana 15, aliposema kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu, ni sawasawa na yeye Mungu alipovaa mwili. Ni Baba alikuwa ndani ya mwana na mwana alikuwa ndani ya nani? Ya Baba. Kwa hiyo sisi tunayemwamini Yesu Kristo tunapaswa kukaa ndani ya Yesu Kristo. Tukasema Yesu Kristo kufanya makao ndani yetu ni yeye Roho wake kuja ndani yetu, si ndio? Lakini sisi kukaa ndani ya Yesu Kristo ni kukaa ndani ya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukaa ndani ya kweli yake, kukaa ndani ya maarifa yake, kukubali kuongozwa na yeye. Anaposema yeye ni shina la mzabibu wa kweli kwenye Yohana sura 15, na sisi ni matawi tumejichomeka kwenye shina la mzabibu wa kweli, inamaanisha nguvu ya afya yetu, nguvu ya kuzaa matunda, nguvu ya kustawi, nguvu ya kuwa imara inatokana na kile kiasi cha sisi ambao ni matawi kumtegemea Yesu Kristo aliye shina la mzabibu wa kweli. Macho yetu yanapotoka kwa Yesu Kristo tunanyauka. Tunapotoka katika kusudi la Mungu, kuisikia na kuitii sauti ya Mungu, tunakuwa dhaifu katika namna ya rohoni. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20
anasema nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa nini? Wa milele. Namna nyingine au sura nyingine nataka tuiangalie ni namna ya sura ya Mungu ndani ya mwili wa kibinadamu. Unaweza kufikiria bali vimefanana. Baba ndani ya mwana, mwana ndani ya baba, na baba ndani ya mwana. Sura ya Mungu ndani ya mwili wa kibinadamu tunaiona kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 9. Anasema katika Yesu Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu katika njia ya kimwili. Katika Kristo Yesu unakaa utimilifu wote wa Mungu katika njia ya nini? Ya kimwili. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 pale mpaka wa 7 anasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Yesu Kristo ni Mungu aliyekuja katika mwili, akaona kukaa katika nafasi ya kimungu sio issue. Wacha ni uvae mwili wa kibinadamu, nikae katika position ya mwanadamu ili kumkomboa mwanadamu mwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi Mungu ilimpasa kujidhihirisha katika mwili wa kibinadamu ili yale ambayo manabii waliotabiri. Isaya akatabiri kwenye Isaya 7, andika 7 sura ya 14. Akasema bikira atazaa mwana, ataitwa Emmanuel, Yesu. Isaya sura ya 9 mstari wa 6 akasema mtoto huyo atakayezaliwa atakuwa ni baba wa umilele, na ufalme wake utakuwa ni wa umilele, hautakuwa na kikomo. Isaya 9:6 na Isaya 7 mstari wa 14. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 anasema siri ya utauwa ni kuu, Mungu alijidhihirisha katika mwili wa kibinadamu. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Siri kuu ya utauwa ni Mungu kujidhihirisha, Mungu kujifunua katika mwili wa kibinadamu. Kwa hiyo tutabishana dunia nzima, tutakubaliana sehemu moja tu na dini zote na imani zote. Yesu Kristo ni nabii. Yesu Kristo ni messenger, ni mjumbe. Lakini ikifika kwa habari ya Yesu Kristo ni Mungu aliyeuvaa mwili 100%, ndio tunatofautiana na imani zote. Na hapo ndipo palipo na nguvu zetu. Yesu Kristo ni mwanadamu katika uthibitisho kwamba alizaliwa na mwanamke bikira asiyeingiliwa na mwanamume wa aina yote yule. Luka sura ya 1 mstari wa 35. Alizaliwa na mwanadamu, alikulia Nazareti, na Nathanaeli akamwambia Filipo, yaweza kutoka mtu mkuu Nazareti. Alizaliwa kama mwanadamu, ni uthibitisho kwamba alikuwa ni mwanadamu 100%. Na kuthibitisha kwamba alikuwa ni mwanadamu, Luka sura ya 2 mstari wa 52, andika Luka 2:52. Inasema alikuwa katika hekima na alikuwa katika kimo. Inamaanisha na yeye alikuwa anakuwa, hekima ilikuwa inapunguka na yeye anakuwa katika hekima na anakuwa katika kimo. Tokea akiwa na miaka 12, Yesu Kristo alikuwa katika mahekalu na Mafarisayo, waandishi na Masadukayo, akijadili, akitafuta nini maandiko yanasema kwa habari yake mwenyewe. Alikuwa katika hekima na katika kimo. Yesu Kristo alilia. Kitabu cha Mathayo sura ya 21, Mathayo sura ya 21 mstari wa 18 na 19. Anasema Yesu Kristo alipatwa na njaa
ikimaanisha alikuwa na hisia za kibinadamu za kuhisi njaa. Kwa alikuwa ni mwanadamu 100%. Tahadhari ambayo nataka niongee na wewe kama sehemu ya mwili wa Kristo ni hii hapa, andika. Tahadhari hii ipo katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3. Utaiona waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3, na waraka wa pili wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 7. Na tahadhari nyingine nataka uione iko pale kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, tena waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 22 na wa 23. Tahadhari hii inasema nini? Inasema mtu yoyote yule au roho yoyote ile inayopinga Yesu sio Mungu na hakuja katika mwili wa kibinadamu, huyo mtu na hiyo roho ni roho ya mpinga Kristo. Kuna mtu unaongelea hapa jamani? Tahadhari tuliopewa kama kanisa, mpinga Kristo sio yule ambaye anasema sio atakuja na chapa ya mnyama 66. Mpinga Kristo alishakuwepo tokea kanisa la awali la mitume. Yoyote anayekataa ubinadamu wa Yesu Kristo, kwa taarifa yako, mpinga Kristo wa kwanza ni kabila la Wayahudi. Wao hawaamini katika Masihi. Yeye aliyekuwa wa kwao, aliyoletwa kwa ajili yao, walimkataa. Yohana sura ya kwanza mstari wa 11. Wakamkataa. Na mpaka hivi leo, nenda kule Israeli, kule ambapo watu wanaenda kuchukua mafuta ya mzaituni wa Israeli, wakasema ni mafuta matakatifu, na maji ya mto Jordan, kule ambapo watu wanaenda katika sehemu za alama na ukumbusho ambazo sio sahihi, zile zimetengenezwa. Sehemu sahihi zilifutika. Mungu aliondoa ile kumbukumbu baada ya kuwatawanisha Wayahudi dunia nzima. Sehemu ambapo watu wanaenda kutetemekea, pale ambapo Yesu katika Yohana sura ya 4 akamwambia yule mwanamke Msamaria, saa inafika, mstari wa 23 na 24, watu watamwabudu Mungu katika kule kuna milima ile, hawata Mungu katika mahekalu, sio Yerusalemu, sio Israeli. Mungu hapatikani Israeli. Alipomwambia Masadukayo, Mafarisayo na waandishi kwenye Yohana sura ya pili, Yohana sura ya pili mstari wa 19 mpaka 21, akawaambia, bomoeni ile hekalu ambalo amejenga baba yenu Suleiman, mimi nitalijenga ndani ya siku ngapi? 3. Wakamwona Yesu Kristo amechanganikiwa. Mungu akai katika hekalu lililojengwa kwa mikono ya wanadamu. Mungu akai hapa. Ni watu wenye Mungu ndani yao ndio wanamfunua na kumdirisha Mungu katika majengo, katika makanisa. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani, napenda. Hekalu halisi ni wewe unayemwamini Yesu Kristo na mimi. Ndio maana Paulo akaandika katika kanisa la Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na 17, akasema, hamjui ya kuwa ninyi mnayemwamini Yesu Kristo ni mahekalu, ni nyumba ya Mungu ya Roho Mtakatifu. Ukilijua hilo, utaanza kuuthaminisha mwili wako. Hautaishi anyhow, hautaongea anyhow. Utakuwa na nidhamu, ustaarabu. Ukishajua kwamba okay, kumbe hekalu Mungu kumbe akai hapa. Amesema kwenye Matendo ya Mitume 17:24, Matendo ya Mitume 17:24, amesema Mungu akai katika hekalu lililojengwa na mikono ya wanadamu. Na Stefano alipowaambia Wayahudi hivyo, ndio ilikuwa sababu ya yeye kunyanyuliwa mawe na kupigwa mpaka kufa. Kitu Mungu anachokitaka ndani ya mioyo ya waamini ni tujue kwamba yeye Kristo Yesu ndiye Mungu aliyekuja katika mwili. Na yoyote anayepinga, tahadhari tuliopewa, anaitwa nani? Mpinga Kristo. Mpinga Kristo sio mtu atakaye kuja. Mpinga Kristo ni roho inayokataa uungu na ubinadamu wa Yesu Kristo. Wapinga Kristo tunao wengi na tunaishi nao katika jamii hivi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kawaambie watu wa mataifa, nenda kawaambie ndugu jamaa na marafiki kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu aliyeuvaa mwili wa kibinadamu. Na
Katika huo ufunuo kwamba Yesu Kristo ndio Mungu, ndio nguvu ya watakatifu ilipo. Mwanadamu aliokolewa na Mungu aliyejibadilisha kuwa mwanadamu, Emmanuel. Ndio nguvu yetu hapo ilipo. Ndio kazi ya msalaba ilipo. Ndio nguvu ya ondoleo la dhambi ilivyo. Agano la Kale walikuwa wanachinja ng'ombe, mbuzi, kondoo, wanyama. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, uhai upo ndani ya damu. Kwa hiyo zile damu zilizokuwa wanazichinja zilikuwa zinamaanisha uhai wa wanadamu. Wale walikuwa wanachinjiwa kwa ajili ya hiyo. Ilibidi aje kama sadaka au dhabihu kamilifu. Waebrania sura ya 10. Aje kama sadaka kamilifu. Kwanza mstari wa kwanza. Iliyokamilika kwa ajili ya kukamilisha zile sadaka zenye madoa ambazo kwanza inawabidi wafanye kila mwaka wafanye. Zilikuwa hazina ukamilifu. Yeye akaja kama sadaka kamilifu, akautoa uhai wake mara ngapi? Mara moja, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ndio maana wakijaribu kuchinja kuku, wanyama, ndege, ng'ombe, hata wakijaribu kutoa damu za wanadamu katika mazingira ya ushirikina, ulozi, uganga na ushetani, hawana nguvu ya kuharibu maisha yako wewe na maisha yangu mimi. Kwa sababu gani? Andika Waebrania sura ya 12 mstari wa 24, anasema damu ya Yesu Kristo inanena mema kuliko ile damu ya Habili, kuliko ile damu ya Habili. Kwa hiyo damu yoyote inayomwagwa kama sehemu ya kafara, kama sehemu ya dhabihu, ikitaka kunena mabaya, uharibifu, mauti, kushindwa juu ya maisha yako, ipo damu ya Yesu Kristo, ambao tunapoomba na kutangaza, tunatangaza uhai wa Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu akikunenea mabaya kwenye familia yako, akukunenea mauti, akukunenea udhaifu, kuharibikiwa na kushindwa, kuna damu ambayo siku zote hainyamazi. Upo uhai unaonena mema. Na uzuri moja na habari njema ni kwamba tumefichwa ndani ya huo uhai. Yoyote anayetembea ndani ya Kristo Yesu na kutii nafasi ya Mungu aliyomweka, amefichwa ndani ya huo uhai, ndani ya damu. Hakuna uharibifu wote ule wa kutugusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema waraka wa kwanza Petro, andika kwa ajili ya faida. Waraka wa kwanza Petro sura ya kwanza mstari wa 5. Anasema tunalindwa na nguvu ya Mungu kwa njia ya nini? Ya imani. Imani gani? Ni kuamini katika kazi ya msalaba, kazi kamilifu ya kidhabihu Yesu Kristo aliyoifanya. Kwa nini watu wako kanisani leo, na kwa nini wameokoka na tunanena kwa lugha mpya, na mashambulio ya wachawi na walozi na madhaifu mengi yanaendelea kuchukua nafasi ndani ya maisha yetu? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani? Kuna kiwango cha kumjua Mungu. Nguvu ya Mungu haitokani na namna watu wanavyoshinda mlimani kuomba. Sawa, tufunge na kuomba kama sehemu ya agizo, na tunafanya hivyo kwa ajili ya kujitenga na kudiscipline huu mwili upate kutulia, usiwe na mikanganyiko, tuweze kumsikia Mungu vizuri. Lakini milimani hakunaga nguvu za Mungu milimani. Nguvu ya Mungu maana yake ni nini? Ni kiwango cha ufunuo wa Mungu kupitia Yesu Kristo ndani ya mtu. Tunakuwa katika kiwango cha Kristo kwa namna tunavyomjua Mungu, kwa namna tunavyomjua. Chanzo cha wokovu kufanya kipawa cha neema wokovu kufanya makao ndani ya mtu ni kumjua, tumjue yeye Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa kadri tunazidi kumjua, tunaongezeka katika kumjua ile sura na tabia ya Mungu ndani yetu. Ile ndio nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tutatofautiana katika utendaji na udhihirisho wa nguvu ya Mungu kulingana na namna Mungu amejiintroduce, amejifunua na kujitambulisha ndani yetu, kulingana neno lake lilivyojifunua ndani ya maisha yetu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani asubuhi leo. Tunapokuwa tunamjua Mungu na tunajitenga, tunapiga magoti, amejifunua kwetu, na tunaomba, tutaanza kuona nguvu ya Mungu inainuka ndani yetu na vitu vinaanza kutokea. Ndio maana mtu anaweza kama amefunga na anaomba, na akimaliza maombi anapigwa na mashambulio, anapigwa na mshale. Kwa nini? Kuomba masaa mengi na kwa jitihada
ni sawa, lakini tuombe angali tuna maarifa na ufahamu wa Mungu. Hatuwezi tukahusiana na mtu ambaye tumjui. Hatuwezi tukatumiwa na mtu ambaye tumjui. Ili uweze kuifanyia kampuni, maana sisi watendakazi, si mabalozi, ili tuweze kuwakilisha nchi ya Tanzania, tuwakilishe katika nchi za nje, lazima tuwe na details za Tanzania ni nini. Tunapoulizwa huko, tunakuwa ni mabalozi, tunawakilisha. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso, sisi sio wageni. Sisi ni wenyeji, sisi ni raia wa ulimwengu wa roho, raia wa mbinguni. Una taarifa juu ya ufalme wako. Una taarifa juu ya asili yako. Unamjua Mungu aliyefanya makao ndani yako. Unajua tabia zake, unajua mienendo yake, unajua miiko yake. Mtaji mkubwa wa walokole, sisi tunamwamini Yesu Kristo, mtaji mkubwa ni sikio. Sikio, Warumi 10:17 andika. Sikio, anasema imani chanzo chake ni kufanyaje? Kusikia kunatokana na neno la nani? Yesu Kristo. Shetani leo anapindisha vipi watu wasipate neema ya wokovu? Makanisani anaruhusu watu wasimame sehemu kubwa ya muda wa ibada iwe ni shuhuda za kuzimu, shuhuda za uchawi, kikawa hivi, ni fictional stories. Ndio anataka hivyo. Anataka watu wasikie habari za giza, giza lijawe, kwa sababu nuru inafunuliwa ndani ya moyo wa mtu anaposikia habari za nuru. Ndio maana unaweza kawa moyo wako uko safi tu, ila mtu akikuletea taarifa yenye giza ndani yake, baada ya kupokea hiyo taarifa au ya kuona taarifa, tayari uchungu unaanza kuingia ndani ya moyo wako. Hasira inaanza kuingia ndani ya moyo wako. Huzuni, kushindwa inatokana na wewe unasikia nini. Sio kila tunachokisikia tukisikilize na kukitafakari na kutilia maanani ndani yetu. Pekee cha kutuletea uzima ni habari njema, ni injili inayohusiana na nani? Na Yesu Kristo. Ziko habari nyingi, ziko hekima nyingi za kibinadamu katika dunia hii. Na sauti yoyote ile ambayo isiyotokana na Mungu ipo kwa ajili ya kumtoa mtu katika bustani ya Eden, katika uwepo wa Mungu. Adamu na Eva walitolewa katika uwepo wa Mungu kwa kufanyaje? Kwa shetani akitaka kukutoa wewe katika uwepo wa Mungu, kuna namna ataongea na wewe. Kama alivyoongea na Adamu na Eva. Akishaongea na wewe, akikutilia shaka, akikuwekea udanganyifu, utatoka katika kusudi na mapenzi ya Mungu kama alivyofundisha. Utaenda kwenye mapenzi na kusudi, aidha la kibinadamu au la kishetani. Na shetani hawezi akamharibu wala akamnyoshia kidole akamgusa mtu yeyote yule ambaye yupo katika Edeni yake, katika uwepo wa Mungu. Hawezi. Ili akuweze, atatafuta namna kuondoe kwanza hapo hawezi. Maana katika uwepo wa Mungu, katika Edeni, kuna utukufu wa Mungu, kuna ulinzi. Biblia inasema malaika wa Mungu wanafanya kituo. Malaika wa Mungu wanafanya kituo kwa wale wanaomcha Mungu. Inamaanisha hali ya kumcha Mungu, hali ya kumtegemea Mungu, hali ya kutumika na Mungu, hali ya kukaa ndani ya Kristo, ndio inawakonvince malaika huko. Tunapokuwa tunaomba, tunapokuwa tunatangaza, automatic waje kutuhudumia. Kwa ili wasiwepo, shetani atataka namna yote ili ya kututoa ndani ya mapenzi ya Mungu, ili ulinzi wa Mungu ufanyaje na utukufu wa Mungu uondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeukie jirani yako, jirani yangu mpendwa, mbinu shetani anayoitumia kufanya moyo wako usimsikie Mungu, kumfanya moyo wako usimtukuze na kumwabudu Mungu, kufanya moyo wako usimjue Mungu, ili aweze kukukandamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaji mimi nilionao mkubwa na shuhuda kubwa ambayo napenda kuisikia makanisani ni kwamba nilikuwa simjui Mungu, sasa hivi namjua Mungu. Mimi kujivunia kanisa au kuchunga kanisa, napoona maarifa na ufahamu wa Mungu unaongezeka ndani ya watu. Kupata gari, kupata nyumba, kupata kazi, kupata ndoa, hata mganga wa kienyeji, hata mshirikina, hata mlozi anaweza kupata hivyo vitu. Ndio maana tukihubiri habari za Yesu, habari za injili ya mafanikio sana, tutavuta watu ambao hawaji kumfuata Yesu Kristo,
wanakuja kufuata vitu, mikate. Tuko sawa sawa? Kitu ambacho kuna watu wanapata ndoa hawaendi kanisani na wanamtukana huyo Yesu ambao tunamwomba sisi, na wanapata tena, sio ndoa mbaya, ndoa nzuri tu. Kuna watu wana maisha mazuri, kuna watu wana cash na wamwabudu Mungu. Injili, gospel haipo simple kiasi ambacho iwe ni sababu ya kuwavutia watu waje kupata vitu kanisani. Gospel ni zaidi ya hivyo vitu. Thamani katika ulimwengu wa roho, katika ufalme wa Mungu, sio vitu. Thamani ni nafsi za watu. Ndio maana unaweza kujiuliza, kwa nini waganga, wachawi, walozi, washirikina, kwa nini wanapoingia katika majumba ya watu, kwa nini wahangaiki na pesa au mali ziko ndani? Katika ulimwengu wa roho, chenye thamani ni nafsi. Mtu wa gizani akipata nafsi yako, amepata kitu kikubwa. Ndio maana biashara ya Mungu na biashara ya shetani unayoifanya, shetani anawatoa watu katika nuru na anawashikilia watu katika giza wasiende katika nuru, na Yesu Kristo anawahamisha. Wakolosai 1:13 anawahamisha kutoka katika giza, anawaingiza katika pendo la Mungu, katika nuru. Na sisi ndio mabalozi, na sisi ndio partners wa biashara ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tupo kwa ajili ya kusababisha watu wanahamishwa kutoka kwenye giza, kuinamia miungu mingine, kuitazamia miungu mingine na kumtazamia Yesu Kristo. Nataka kwa sauti yako wewe useme ndani yako na uwe unatangaza usiku na mchana, Yesu Kristo, wewe ndiye Mungu. Ndiye Mungu uliokuja katika mwili ukakomboa mwanadamu mwenye mwili. Yesu Kristo, wewe ndio nani? Ndiye Mungu. Shetani hapendi. Omba maombi design kama hiyo. Ukitaka kuona nguvu ya Mungu inatembea na maisha ya mtu, jifunze zaidi, endelea kujifunza kwa habari Yesu Kristo ni Mungu. Mungu atakuwa ni halisi kwenye maisha yako. Nisikize. Kuna mtu ndani yake anasikia ndani yake kabisa. Biblia inasema kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na 10. Anasema kwa imani mtu huamini na kuhesabiwa haki moyoni, lakini kwa kinywa mtu ukiri mpaka kupata wokovu. Wokovu, kuokoka sio dini mpya. Kuokoka ni mahusiano kati ya mtu na nani? Na Mungu. Kama unasikia ndani ya nafsi yako, unajisikia kumkiri Yesu Kristo, najua unamwamini, unamsikia kumkiri Yesu Kristo, kutangaza hadharani kwamba kuanzia sasa afanyika kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nyanyua mkono wako hapo juu hapo ulipo. Nyanyua mkono wako juu. Unasikia kumkiri Yesu Kristo kwamba uwe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa. Nyanyua mkono wako juu. Hapo hapo ulipo. Hapo hapo ulipokaa. Kaa tu hapo. Nyanyua tu mkono wako juu mmoja. Wewe ambao unasikia ndani yako kwamba Yesu Kristo umtangaze na umkiri kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nyanyua mkono wako hapo ulipo. Hakuna yoyote yule wala jina lolote ile liletalo wokovu isipokuwa jina la nani? Ya Yesu Kristo. Kila anayelikiri hilo jina, kila goti na kila kinywa kitakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi. Nyanyua mkono wako wewe ambaye ndani yako unajisikia kabisa kwamba unataka kumwambia Yesu, wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nyanyua mkono wako ukiwa umekaa hapo hapo ulipo. Amen. Ukiwa umekaa hapo, tangaza hichi kitu wakati tunaenda kumwabudu Mungu. Tusimame wote, tusimame. Wakati tunamwabudu Mungu, nataka utangaze hichi. Sema, Bwana Yesu, wako watu wanaotuangalia huko, wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii. Kama hujawahi kumkiri na kumwamini Yesu Kristo, wokovu ni sasa. Wokovu ni sasa. Nyanyua mkono wako, sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako na upendo wako. Asante kwa ajili ya kazi kamilifu, kazi ya kisadaka, kazi ya kidhabihu ya kutoa uhai wako na kuutoa kwa ajili yangu mimi. Katika uhai wako, katika agano la damu yako,
nimepata ondoleo la dhambi, nimepata rehema, nimepata masamaha. Sahihi Bwana Yesu, ninakiri kwa kinywa changu, ufanyie kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ukazidi kuniongoza na kutawala maisha yangu. Tawala mwenendo wangu, tawala kinywa changu, tawala akili yangu. Kuanzia saa hii nisifanye kabla hujasema, nisiende kabla hujaniongoza. Kwenye kila eneo la maisha yangu, iwe katika utumishi, katika mahusiano na ndoa, katika ujirani na ujamii nayoishi, katika huduma ninayofanya, nisitumie akili zangu Bwana, nikaongozwe na wewe. Mikononi mwako Bwana Yesu, mimi na uzao wangu, mimi na nyumba yangu, tunalindwa na wewe Mungu, kwa agano la damu yako, katika jina la Yesu Kristo. Mikononi mwako niko salama Bwana. Kuanzia saa hii ninakiri na kutangaza wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hebu wapigie makofi wale ambao wamemkiri Bwana Yesu asubuhi ya leo. Wapigie tena makofi ya shangwe. Haleluya. Biblia inasema mbinguni mtu mmoja anapookoka, mbingu inashangilia. Haleluya. Mpigie tena Bwana Yesu makofi kwa mara ya mwisho. Haleluya. Mpigie Bwana Yesu makofi wakati unamwabudu Bwana. Mwambie Bwana Yesu, ninakushukuru na sapayuna. We thank you Jesus. We thank you Lord. Sabaraha lebono. Masora bahanda barano.